Mkuu wa wilaya ya Mjini Unguja, Dr. Said Mrisho amefungua mafunzo ya siku moja kwa jumuiya ya maimamu, waendesha bodaboda, wakuu wa madiko pamoja na masheha kwa lengo la kuwaweka mstari wa mbele katika kupiga vita vitendo viovu vinavyoendelea katika wilaya hiyo. Mafunzo hayo yamefanyika katika skuli ya Tumekuja mkoa wa Mjini Magharibi. Ni Dr. Mwinyi amejenga maskuli ya kisasa kama hapa tulipo, maskuli ya orofa, alafu imekuwa ndo sehemu ya kusambaza hayo madawa, lakini pia yanaingizwa hayo. Ndio maana jumuiya tumewaita wa hizi bahari zetu, madiko na sehemu nyingine, lakini hata hawa bodaboda na bajaji ndio tunabebeshwa mizigo. Changamoto nyingi hapa, zile kamati 7, kama utaendelea kwamba unasema huna watu, kama utaendelea bila kwenda kuziunda au zikakusaidia, hizi changamoto zitaendelea kuwa zinajirejea mwaka baada ya mwaka. La tatu, jamani, tumewapa kazi maposhe na wamejicommit, na nimechukua namba zao za simu, naanza kuwafuatilia wao na wewe Mheshimiwa Sheikh. Tuanze kufanya kazi, tupige mstari mwekundu, tunaanza mwanzo. Kwa maana hiyo, kila sheha ana polisi amepewa kwa shehia yake, ambaye hapo huyu anatakiwa aende karipoti kwa sheha, na aende na sheha na yeye ana mambo yake anampa yeye. Ina maana kuna uhalifu mdogo mdogo na mambo mengine yeye anamaliza kule, na wale cheo cha chini ni inspector. Ina maana ni mtu mwenye ni afisa kabisa, si askari mdogo mdogo. Ana maarifa, ana mafunzo, ana uzoefu. Naomba sana Mheshimiwa Masheha tuatumilie sana sana sana. Tunaambiwa taarifa ni kaa la moto, usikae nalo, lirushe, lipeleke sehemu husika. Na wewe mtu husika uliopewa taarifa, lipeleke sehemu husika, usikae nalo. Taarifa ni kaa la moto. Naomba turejee sote, taarifa ni kaa la moto. Na kuombeni sana hili lirushe kwa mwenyewe, likuondokee kwenye mikono yako, litakuunguza. Umeona masuala ya madawa kulevya, wapo kina Ali hapa, maafisa wetu, peleka. Umeona viashiria vya aina yoyote, unajua sa ishu ya maafa, ishu ya madawa, ishu ya uchafu, ishu ya wizi, kila watu tunawajua wapi upeleke ile taarifa, usikae nayo. Tunakuombeni sana, haya mambo manne tuyashike kwa sasa, lakini tutaendelea kutafuta na kufanyia kazi mengine. Kwa hayo machache, nakushukuruni sana na kupongezeni sana, na leo hii tukitoka sasa kila mmoja akarudi katika lile kundi ambalo amelisimamia huko, tutakuwa tumepeleka message kubwa sana. Lakini nakushukuruni sana vyombo vya habari, nakushukuruni sana, mnaendelea kuzipeleka taarifa haraka, kwa sababu wananchi wetu si wengi wanokaa katika redio, katika television. Wao wanakaa kwenye baraza tu, sisi tufike kwenye hizo baraza. Lakini sasa sisi na hizo baraza tumesema tuzivunje, ambazo hazina maadili. Na kuombeni sana na kushukuruni sana waandishi wetu, tupeleke hizi message, tupelekee kila anayehusika, ili watu tusaidiane kuzipata hizi taarifa, tuone kwamba wilaya ya Mjini inawezekana kuondosha hizi changamoto. Wilaya ya Mjini inawezekana kuishi na amani. Nikwambieni kitu kimoja, kuna vitu vinavyoashiria maji yale. Maji unatawadhia, unakogea, unakunywa. Maji ni uhai, tumeambiwa paka kwenye Qur'ani. Lakini yale maji yakikosekana inaweza kuwa ni chanzo cha uhalifu. Ina maana maji kutokuwepo sehemu, toeni taarifa. Kwa sababu leo wananchi unakosa sasa hayo maji, akili yako haifanyi kazi, unaweza ukaja ukawa mhalifu kwa sababu ya maji. Na vingine vyote vinaweza kuwa vya kijamii, vikiwa vinakosekana vikaleta taswira ya uhalifu. Kwa upande wake, Kamishna
kinga, tiba na marekebisho ya tabia, ndugu Juma Abdurrahman amesema kuwa katika mikakati yao ya kupambana na dawa za kulevya ni muhimu jamii kushiriki kikamilifu kwa kutoa elimu kwa vijana wanaojihusishwa na matumizi ya madawa ili kuweza kuwasaidia kubadilika. Elimu ndogo lakini kupanga na kuondoka na mikakati, kwa sababu hili swala la dawa za kulevya ni swala mtambuka, na sisi watu wa mamlaka huwa tunategemea zaidi taarifa. Sasa taarifa zipo katika maeneo ambayo sisi tupo au ambao tunafanyia kazi. Kuna vijana huko wengine wanawadhuru watu mitaani, anamshikia mtu panga, ni ile kemikali ambayo inambadilisha, na huyu anakuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote ambalo ni hatarishi. Nafikiri naelewa kazi wangu. Sasa hiyo ndio wataalamu walivyotafsiri hii dawa ya kulevya. Yaani ikiingia mwilini haina faida aina yote isipokuwa inambadilisha mtu mfumo wake. Kama na wengine mtasikia kwamba kuna mtu analalamika mtu fulani ananiroga au mtu fulani nikikaa namuona ananijia usingizini. Hizi dawa akitumia zina mfumo wa kubadilisha, na kuna mambo ambayo unakuwa unayaona. Kuna vitu ambavyo tutavizungumza huko mbele ambavyo vimezungumzia hiyo. Hizi dawa za kulevya wataalamu wameziweka katika makundi makuu matatu. Kuna moja wanaita vichangamshi, yani stimulants. Hii utasikia mtu anasema anapata nini steam. Yani stimulant wanasema hii ni dawa ambayo ikitumika huongeza kasi ya utendaji wa mfumo wa fahamu, hivyo kuongeza mapigo ya moyo na kasi ya kupumua. Mfano ni cocaine, mirungi. Lakini na bangi pia inaingia hapa. Hii maana yake sio kama ikiongeza hiyo mfumo wa fahamu, sio kama unakwenda unafahamu nyingi. Kuna mambo ambayo yanakuwa nakuja sio ya kawaida. Anaweza akakaa hapa akawa anawaza, mfano labda anaiangalia bandari ile ya mpiga duri, kwa sababu ametumia dawa za kulevya, yeye akanaona ile bandari iko hapa. Nao baadhi ya masheha wametoa wito kwa jamii kuwa na mashirikiano madhubuti haswa wanapopangisha wageni katika nyumba zao. Jitihada yangu kwamba wakumbuke wasitizame mbele, bado wajiangalie na hapa mzunguko ambao wa shehia, kwa sababu shehia ya Migombani nayo imekuwa kinara katika masuala ya madawa ya kulevya, na hapo ndipo kitengo kipo. Vidoto vidogo sana wapo mpaka jirani zangu nimeshawachukua mimi mwenyewe, nishawapeleka Madema, lakini kuna hicho walichokisema wenzangu, kuna ile huruma. Anakuja mama anakwenda kulia kule, akifika kule usiku mtoto anatolewa anarudishwa mtaani. Ndani ya eneo langu kama mita 5 tu pana vijana ambao familia moja inakamilibisha karibu familia 5 kutoka Tomondo, Kembe Samaki, Magogoni, wanakuja pale usiku. Kama hizi zimekuwa zinajitokeza sana mara kwa mara ndani maeneo mbalimbali. Kwa hivyo mimi kwangu ni zaidi kutaka kwamba tuwe macho na hawa wageni ambao wanakodishwa katika nyumba za kibinafsi. Hili tu ni zaidi nitaka kutoa indhari, tuwe macho na tuzidi kuwahimiza wakaazi wa maeneo yetu wale nyumba zao za kukodisha watupe taarifa wanapoingiza, iwe mwenyeji iwe mgeni, ili na sisi tuweze kufanya kazi ya kufuatilia. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.